hata kama nitashindwa nikijua kuwa ningeweza, hata kama nitashindwa huku nikijua ningefanya lolote. Vitisho vya kwamba sijasoma ni vya kutishia nyuma. Tusipoungwa mkono na wazungu huwezi fanya lolote. Tusipokuwa kwenye chama cha siasa na wakuu wa dini wote wakawa kinyume chako, kwa sababu hiyo huwezi fanikisha lolote duniani, hata kama haleluya, nimeharibikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina wasalimu nyote kupitia jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Bwana Yesu kwa nafasi hii ambayo amenipea kuwa mbele zenu. Niseme ni jioni ya leo, ni saa 2 tayari. Ninamshukuru Bwana Yesu kwa nafasi, kibali. Nataka niweze kukanusha hali hii. Kweli huenda ikaonekana kwamba siwezi kuyabadilisha, lakini jambo halianzi na watu wengi sana ili lifanikiwe, bali linaanza na mtu mmoja. Na kufanikisha jambo hahitaji watu wengi, bali ni juhudi ulionayo na lengo ulilonalo kwa ajili ya kitu ambacho nataka ukifanye. Mimi namshukuru Yesu kwa nafasi ambayo anazidi kunipea kuwa mbele zenu na kuendelea kukemea ubaya ambao unaendelea kufanywa na wananchi wa taifa la Wabembe. Kwa kweli taifa hili linakoelekea, kwa kweli huenda sio pazuri. Mimi kwangu sio pazuri. Taifa hili kwa kweli linakwenda pabaya sana. Pabaya sana tena sana, kwa sababu ya vitu ambavyo vinafanywa na wananchi na watu wa kabila hili la Kibembe. Nataka nizungumzie kwenye idara 3 kubwa. Idara la kwanza vijana, idara la pili akina mama, idara la 3 akina baba. Na nataka nizungumzie kwa upande huo. Taifa hili lina msimamizi ama mwenyekiti aliyewekwa. Huenda sijui ambacho anakifanya mwenyekiti wa kabila hili ama taifa hili, lakini taifa, mtu akiwa ni mwenyekiti ama akiwa ni rais wa taifa, lazima wananchi wafuate kila ambacho mwenyekiti anakisema ama rais anakisema. Na kama atakwenda kinyume na amri ya mfalme, basi lazima atakula adhabu kwa kila ambacho amekifanya. Bwana asifiwe sana. Niseme kwamba huenda mwenyekiti wa taifa la Kibembe, najua kila state kuna mwenyekiti wake, alafu kuna mwenyekiti ambaye yeye ni mwenyekiti wa kila state, yani wa Marekani nzima kama sijakosea, nadhani hapo hayo mama. Sasa nizungumzia kwa mwenyekiti wa taifa nzima ama wa Marekani nzima,
wa taifa la Wabondo Marekani. Niseme kwamba ni sawa, wenda mnafanya kazi vizuri, sawa, sijakataa. Lakini kuna sehemu moja ambayo mmeacha wazi amfanyie kazi sehemu hiyo. Kuna vijana ambao umejitokeza. Mimi ni mtu wa Mungu, ni mhubiri kabisa. Na kama ni mtu wa Mungu, lazima nizungumze ukweli wa Mungu. Ikumbukwe, siogopi kufa. Hilo likumbukwe namna nimekwisha kujikana. Yaani siogopi kufa kwa namna yoyote. Siogopi kufa kifo cha namna yoyote. Hilo likumbukwe, liko namna hiyo, liko hivyo. Kwa hiyo lazima lizingatiwe kwamba siogopi kufa. Na siogopi kumsema mtu yeyote endapo anakwenda kinyume, anakwenda anafanya ubaya wowote, lazima nitamsema. Bwana asifiwe sana. Mwenyekiti wa taifa hili, hebu angalia taifa linakoelekea ni wapi. Tena huenda nitaonekana kwamba ninaongea sina adabu, huenda, lakini mnifuate kwa makini sana. Sina nia mbaya. Lengo ni kutengeneza taifa lirudi kwenye mstari ulionyooka. Bwana asifiwe sana. Hii hali hii ambayo inaendelea katika jamii ya Wabembe, alafu wenyekiti hawaongei chochote kwa ajili ya kukanusha ama kukemea ubaya huo ambao unafanyika. Kwa kweli taifa limeanguka. Imeandikwa, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Wazee ambao tulitegemea sisi, ama mimi nilitegemea kwamba watakuja kuinua taifa, watakuja kuwapasha habari vijana wa nyakati hizi, habari ya zamani. Tena ndo wa kwanza ambao wanasapoti ubaya, wanafanya ujinga na wao kama vijana. Ni nani ambaye atawapasha vijana habari ya mambo ya zamani ili kuendelea kuwaelimisha kiakili na kimatendo? Ni nani huyo? Hayupo. Imeandikwa, yuko wapi mpasha habari wa zamani hizi? Yuko wapi huyo? Wenyekiti ambao umewekwa kwa ajili ya kuongoza wananchi, ikumbukwe siku zote, kiongozi sio jina. Kiongozi ni nini ambacho anakifanya? Huo ndio uongozi. Kiongozi ni kazi. Kiongozi ni kioo ambacho kinawaongoza ama kinawamulkia wale ambao wanaoongozwa na kiongozi huyo. Na kiongozi lazima awe ni kiongozi ambaye ana maono. Ukiwa ni kiongozi ambaye haujui uendako, haujui utokapo, wewe sio kiongozi. Wewe ni kiongozi jina, cheo. Utakuwa kipofu anayeongoza vipofu. Yaani utakuwa kiongozi wa vipofu. Anajibesa. Mmesahau idara moja. Idara la vijana. Vijana leo hii vijana wanafanya ujinga ambao kwa kweli hata ukiuona wewe mwenyewe, ukiwa una utu, ukiwa na utu uzima, maana utu uzima sio miaka. Utu uzima ni nini unakifanya kwa ajili ya kitu ama kwa ajili ya watu. Utu uzima sio miaka, hapana. Kuna wengine ambao ni watu wazima lakini akili zao ni ujinga, ndio umetoka kwenye akili zao. Wewe utu uzima, watu wa Mungu, utu uzima sio miaka, hapana. Utu uzima ni umefanya nini. Kila ambacho unakifanya ndicho ambacho kinaonyesha kwamba akili yako imekuwa kwa kiwango gani, na sio miaka, hapana. Kwa hiyo vijana wanafanya ujinga, lakini viongozi wanaona hawasemi chochote cha kukemea ubaya ambao unafanya na vijana. Hapana. Kiongozi. Okay, twende tu kwanza kikawaida na kidesturi cha wa Afrika ama wa Kibembe. Hebu viongozi nyie, wenyekiti, hebu walau muongee chochote cha kustopisha ubaya ambao unafanywa na vijana.
Nasema umekuwa ni nani? Unashauri serikali. Hapana, hakuna cha serikali, hakuna cha watu wazima. Ilifika mahala Yohana Mbatizaji alimwendea mfalme. Alikwenda ikulu kwa mfalme, alikwenda kumkemea mfalme Herode kwa ubaya ambao aliufanya kuchukua mke wa nduguye Filipo. Kwambia kwamba mfalme sio halali wewe kuwa na mke wa nduguyo, sio halali mfalme. Katiwa jela. Kwa hiyo pamoja na kwamba mna cheo, mna majina, lakini majina vyao vyenu havitanifanya mimi nisiwakemei ama kuwashauri ama kuambia iliyo kweli. Mikaya akamwendea Ahabu kwamba Ahabu, hapana, ukienda utakufa. Elia akamwendea Ahabu kwamba Ahabu, umefanya dhambi, tubu dhambi zako, Ahabu utakufa. Lakini bahati mbaya nashangaa sana ubiri wa siku za leo. Eti sijui huyo ni mwenyekiti. Hata Mungu nyie. Hebu. Unajua uhubiri sio jina. Uinjilisti sio jina. Ni kazi, sio title, ni kazi. Unafanya nini? Mimi ni huyu. Yeremia 15:10 nasema, mimi ni huyu. Nikisema jambo nalimaanisha jambo hilo. Mimi ni huyu na nitakuwa huyu hadi mwisho wa uhai wangu, nitakuwa ni huyu. Sikia. Kitabu cha Yeremia 15:10 anasema, ole wangu mama yangu aliyenizaa mimi. Ole wangu mama yangu, kwa kuwa umenizaa mtu wa kuteta na mtu wa kushindana na dunia yote. Huyo ni mimi, huyo ndio mimi. Yaani hata kama ni kama hayanihusu, lakini pamoja na kwamba alimadamu nimetiwa kuwa mhubiri, lazima nikemee. Hata kama vinusu alimadamu vinakwenda vibaya, lazima niongee jambo fulani la kuonya, la kukemea, la kukaripia, kwa ajili ya kusopisha ama kuwafanya watu waache ubaya wao ambao wanaofanya. Unajua uhubiri sio kukaa tu kanisani mnatulia, mimi ni askofu, mimi ni mwinjilisti. Hapana, uhubiri unafanya nini? Uhubiri sio jina, uhubiri unafanya nini? Unafanya nini? Ndio uhubiri sasa. Sasa mimi nishauri serikali, niite serikali ya taifa. Nishauri wenyekiti ambao wapo kwa ajili ya kutuongoza sisi wananchi ama sisi wa taifa la Kibembe. Hebu niwashauri kitu kimoja. Huenda ni kweli mnafanya kazi vizuri, lakini sasa shida ni kwamba mnajichanganya sana. Ni mwenyekiti anayeongoza watu. Unajua kiongozi ni kielelezo kwa wale ambao anawaongoza. Kiongozi ni anashuhudiwa kwa matendo mema kwa wale ambao anawaongoza. Lakini sasa kiongozi ukianza kuonwa unafanya vitu vibaya, unafanya ujinga mwingi sana. Unazini ovyo ovyo, utafikiri mbuzi, utafikiri ng'ombe. Unatembea na wake za watu kwa sababu yote wewe ni kiongozi. Unaharibu sana. Hebu angalia vijana wenu ambao jinsi ambavyo walivyo. Vijana leo hii wanafanya ujinga mwingi sana. Lakini kiongozi yupo, hafanyi chochote. Wewe umejaribu, lakini sidhani kama umejaribu. Mimi ni mwinjilisti na mnajua hilo nyote, ya kwamba sina hofu ya kupotea dunia. Yaani kama nimekufa zamani. Mbona nimekufa zamani, watu wa Mungu, nimekufa zamani. Sasa hebu nishauri wenyekiti, niwaite serikali. Hebu niwashauri kitu kimoja. Vijana wenu wanaharibika mpaka leo hii. Wamefungua akaunti za ngono, akaunti za kufanya zinaa, akaunti za uasharati, akaunti za kuposti ujinga. Wamefungua mitandaoni. Lakini viongozi mpo, mnaona hamsemi chochote. Kiongozi sio jina.
Kiongozi sio kula mne nyumbani, hapana. Kiongozi ni kazi. Kiongozi ni kielelezo kwa matendo mema. Unafanya nini kiongozi? Huyo ndio kiongozi. Hapana, sio kiongozi sio kurelax nyumbani tu, hapana. Kiongozi ni unafanya nini? Lakini vijana mpaka leo hii wanaposti ujinga. Mabinti wenu, binti zenu nyinyi ambao mnapenda siku moja eti waje kuolewa na vijana wazuri, eti waje kuolewa 25k 30k, ndio hao ndio kwanza wanajiposti ovyo, wanajirekodi uti mitandaoni, alafu kesho eti waje kuolewa 25,000 eti. Pumbavu kabisa, ujinga huo. Huo ni pumbavu, ni utaila huo. Huo ni pungufu wa akili. Pungufu wa akili. Haiwezekani huo unafanya ujinga. Alafu mwisho wa siku eti jiwi 30k. Nye watu nyinyi. Hebu nye mna akili kweli nyie? Kiongozi, hebu angalia vijana, mabinti. Unachukua simu zao hizi, unajirekodi ovyo mitandaoni. Kwa kweli. Mimi nina simu 4. Ninazo 4. Lakini simu hizi hautakuta ujinga wowote ambao kwenye simu hizi. Moja hii. Nyingine hii. Moja hii, nyingine hii. Hizi ni iPhone hizi. Hizi ni iPhone. Nyingine hii hapa. Nitaonyesha muone. Nyingine hii. Lakini simu hizi hamtakuta ubaya wowote. Tunakwenda kwenye safari. Yaani hapa hamtakuta ujinga wote ambao unafanya kwenye simu hii. Yaani hapa hakuna ubaya wote ambao unafanywa. Ninazo 4. Nyingine hii hapa. Hamtakuta ujinga wowote ambao unafanywa kwenye simu hizi. Najiita njia ya utakatifu. Kwa hiyo kama ni njia ya utakatifu, lazima niwe kielelezo cha utakatifu kwanza, mimi kwanza. Hii ndio aswa, yani hapa mna chochote kibambo ambacho mtakifuata. Hizi hapa. Hata swali, je, unafikiri mimi na nyingine hapa ambayo narekodia kwayo. Hivi unafikiri kwamba mimi sina uwezo wa kuchukua simu hii na kujirekodi hivyo kweli? Unafikiri sina uwezo huo? Lakini mwisho wa dhambi, mwisho wake ni mbaya. Mwisho wake ni mbaya. Serikali, wenyekiti wote ambao mpo kwa ajili ya kutuongoza wananchi sisi, lazima muwe na tabia ya kufuatilia vijana wenu wanafanya nini. Vijana leo hii wanaposti ujinga mitandaoni. Mabinti wanajirekodi ovyo uchi mitandaoni. Wanajifanya wenyewe. Wananunua vya kununua kujifanya wenyewe. Wengine wananunua uume wa wazungu kujifanya wenyewe. Wengine mabinti wanachukua vidole vyao kujiingiza sehemu za siri zao wenyewe. Vijana wanajichua miili yao wenyewe. Alafu eti kuna viongozi wanatuongoza. Mimi nitasimamia iliyo kweli, hata kama ni pamoja na hatari yoyote, lakini kweli lazima isemwe, itamkwe kwa njia yoyote. Nazweza binti zenu, vijana wenu wamekalia uti. Hizi simu hizi wanatumia kwa ajili ya kuangalia ngono. Wanaangalia ngono huko, wanajichua miili yao. Nachukua vidole, wanajiingiza kwenye sehemu zao za siri. Viongozi, muwe na tabia ya kufuatilia watu wenu wanaishi namna gani, wanaishije. Unajua maendeleo sio masheria ya masubia sio maendeleo haya sio maendeleo, haya ni matukio tu sisi. Haya sio maendeleo. Sisi tumeendelea. Wakati mabinti zenu, vijana wenu wanaharibika. Mnaendelea. Eti mnaendelea. Mnaendelea nyinyi, mnaendelea. Hapana, hakuna maendeleo. Lazima viongozi wa nchi, viongozi wa watu msimame kuwachunguza na kuongoza vizuri watu. Mimi simwogopi yoyote. Yaani uwe ni kiongozi, uwe una cheo chochote,
mimi sikuogopi kwa lolote. Bwana simesha. Sababu wakati mwingine tukinyamaza na kwa watu na kuchekea ubaya, kwa kweli tutaharibu sana. Sikia ndiko Ezekieli 2:4 anasema, na wana hao wana nyuso zisizo na haya. Dada zetu hawa ambao watolewa 25,000, 30,000, 40,000 wana nyuso zisizo na haya kwa sababu ya wingi wa zina ndani yao. Mzinifu ana aibu. Akaniambia, sikia hapa, na wana hao wana nyuso zisizo na haya, hawana aibu. Mami itakuwa nzuri. Itakuwa nzuri. Ezekieli mali lakini baadaye walikuja kuungwa mkono hata wengine baada ya vifo vyao. Unaweza Ezekieli hiyo. Dada zetu viongozi ni watu ambao wana nyuso zisizo na haya. Kila siku ujiposti wewe mitandaoni. Yaani wanajiposti ovyo sana, ovyo. Ezekieli tuanze kwenye 2:4 pale. Inasema hivi. Hii inasema hivi. Watu hao ni wafidhuli na wajeuri. Foto nzuri. Lakini ukweli ni kwamba binti zenu, vijana wenu wana nyuso zisizo na haya, na ndio maana wanajiposti uchi mitandaoni. Hakuna kijana ambaye yuko tayari kuoa binti ambaye anashinda uchi mitandaoni, anashinda ovyo mitandaoni. Huyo kijana, binti ambaye wanasagana wao kwa wao, anajichua mwili wake, anachukua vidole 4 anaingiza kwenye sehemu zake za siri. Huyo kijana hayupo. Kwa viongozi, simameni kama viongozi. Na nyinyi akina mama, acheni umalaya. Acheni umalaya, acheni kutembea na ome za watu. Na nyinyi akina baba, acheni umalaya, acheni uzinzi. Lazima muelimishe vijana. Simameni katika njia kumkaone, mkaulize habari ya mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema? Kale ujinga tu. Pumbavu kabisa. Yaani kale tu ujinga tu. Alafu mkiumati yeye tuombee taifa. Taifa lipi sasa ambalo tuombewa lipi? Mtuombee, tunaumwa. Mnaumwa. Uzambi hizo ambazo zinafanya muumwe kila saa. Eti tuombee taifa linaangamia. Wakati dhambi ampendi kuacha. Sikia maandiko. Mimi simuombei. Mimi yani tu niwaombee tu Mungu kutana nao, wapige vipigo wafe watu hao, wafe kabisa, yani wapige wafe watu hao. Mnakazi tuombee taifa linaangamia. Acheni dhambi. Nitashindwa nikijua kuwa ningeweza. Alipouliza sana habari za Goliathi. Kama ndiko haja mnakaa ujinga kweli. Hapa ifike mahala. Umefuata nini eneo la vita? Kiburi Yeremia ndicho kinakusukuma uje hapa. Daudi akasema. Yeremia 11:14. Mimi nikisema huyu naweza kumnyamazisha. Sikia maandiko haya. Basi usiwaombee watu hawa, wala usipaze sauti yako, wala kuwaombea dua watu hawa, maana sitawasikia wakati watakaponililia kwa ajili ya taabu yao.
tunakaa ya taifa, taifa jeuri, taifa jeuri, ni watu ni taifa jeuri eti. Tuombe taifa jeuri eti. Mimi viongozi no, si sana. Chunguzeni vijana wenu, chunguzeni ndugu zenu, watu wenu, wachunguzeni. Akina baba, akina mama, acheni zinaa, acheni umalaya, mwache umalaya, rudini kwenye asili. Acheni kuvaa ovyo, mnavaa vimini, mnavaa visuruali, vimatako yani mnavaa masuruali, vimanguo ambavyo havina faida yoyote. Vimatako ndio vinaonekana, utafikiri ni vya mtoto mdogo eti. Utafikiri ni mpira, pumbavu kabisa. Yani mama mzima, mtu mzima unavaa suruali ili tu utaonyesha watu waume za watu. Eti na wewe una akili. Pumbavu kabisa. Tena pumbavu, tena ujinga. Lazima msimame vizuri. Wewe ni alimadi unavaa suruali. Wewe ni malaya, ni malaya. Malaya. Kwa hiyo lazima rudini kwenye mstari ulionyooka. Sio mnagalagala ujinga. Sipendi kuongea sana. Nitarudi tena, sijaisha, nitarudi tena. Narudi. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu hukumu wake yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno.